Bwana Yesu asifiwe, mwanafamilia wa El Shaddai Schools. Kwa majina naitwa Clinton Repmark, niko hapa kuweza kukuletea taarifa mbalimbali kuhusiana na huduma zetu, namna ambavyo tunatoa El Shaddai Schools. Hii leo niko na Mchina mweusi, Mr. Charles. Ni mwalimu wetu wa lugha ya Kichina na ni mtaalamu ambaye amebobea kwenye kufundisha na kuwezesha lugha ya Kichina nchini Tanzania. Mr. Charles, ni hao. Ni hao. Uko vizuri? Uko vizuri kabisa. Sawa sawa. Watu wengi walitamani kufahamu, au wazazi, hapa kwetu shuleni tunatoa lugha ya Kichina bure kabisa, darasa lipo. Je, watoto wetu watakapokwenda kufanikiwa kuweza kupata au kuelewa lugha ya Kichina, kuweza kuzungumza vizuri, wanakwenda kunufaika vipi kwenye jamii ambayo inawazunguka? Asante sana kwa swali zuri, lakini naomba nifafanue kwa ufupi. Mimi namshukuru Mungu nimeweza kusoma Kichina hapa Tanzania, lakini pia nimesoma kule China kwenye vyuo viwili, kinaitwa Zhengzhou University, lakini pia na chuo kingine kinaitwa Henan University. Na kwa hiyo namshukuru Mungu kwa katika hilo. Na naomba niende moja kwa moja kwenye swali lako, ambapo umezungumza kwamba umuhimu atakaoupata, faida atakayoipata atakaposoma lugha ya Kichina. Faida ya kwanza ni kwamba umuhimu wake ni kuifahamu lugha yenyewe, kwa sababu kuifahamu lugha tu yenyewe ya Kichina ni sifa mojawapo. Lakini jambo la pili ni katika soko la ajira. Mtu yoyote ambaye amesoma lugha ya Kichina, huwezi ukamuona amemaliza chuo, amemaliza masomo, yupo tu hana kazi. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo ziko fursa nyingi sana ambazo yeye anaweza akafanya. Anaweza akawa kama mkalimani, anaweza akawa kama mtafsiri, anaweza akawa kama mwandishi, anaweza akafanya kazi na idara mbalimbali, idara za lugha mbalimbali, anaweza akafanya kazi kwenye wizara mbalimbali za serikali, taasisi za kiserikali na zisizo za kiserikali. Kwa hiyo ziko fursa nyingi, kazi nyingi ambazo mtu ambaye amesoma lugha ya Kichina anaweza akazifanya. Lakini pia tunapoangalia sasa katika linki, labda kwa mfano ya serikali ya Tanzania pamoja na serikali ya China, tunaona kwamba wataalamu wote wanaochukuliwa kutoka China kuja Tanzania kufanya shughuli mbalimbali za kitaifa zinazohusiana na ujenzi wa taifa letu, inahitaji watafsiri au wakalimani. Hawa wanafanya kazi hizo. Unaweza ukashangaa unatakiwa ukutane na waziri, wewe ambao umesoma lugha ya Kichina, basi unatakuwa sasa wewe ndio unatafsiri, unakalimani pale kati ya waziri pamoja na Mchina. Lakini pia viongozi mbalimbali wa kiserikali, viongozi wa idara, viongozi yani watu binafsi, labda wafanya biashara. Lakini pia faida nyingine ambayo unaipata unaposoma lugha ya Kichina, unapata fursa ya kwenda kusoma China, unapata scholarship. Kupata scholarship huko ni rahisi kwa sababu tayari una basic Chinese. Kwa hiyo unaweza ukaenda kusoma kwenye shahada ya kwanza, shahada ya pili au ya tatu. Kwa hiyo inakusaidia katika namna hiyo. Lakini jambo jingine pia, ukifahamu lugha ya Kichina, haijalishi sio lazima usome tu Kichina chenyewe, lakini unaweza ukasoma mambo mengine lakini kwa kutumia lugha ya Kichina. Kwa mfano, ukaenda China ukakaa na madaktari wa China ukasoma udaktari. Ukaenda China ukakaa na mainjinia wa China ukasoma uinjinia. Ukaenda China ukakaa na wahandisi wa China na wanavyosoma, na wenyewe ukasoma uhandisi, lakini tu kwa sababu umefahamu lugha ya Kichina. Changamoto kubwa nimeiona nilipokuwa kule China, niliona wapo watu ambao wameaminiwa, wamekwenda kule, aidha ni madaktari, wengine wameenda kusomea ni mainjinia, lakini changamoto wanakutana nao, hawajui lugha ya Kichina. Sasa wanatengwa, wanakuwa na darasa la kimataifa. Kwa hiyo hawaungani na Wachina wenyewe. Kwa hiyo unakuta uwezo wao haufanani na wale wa China tena. Tarajio letu sisi tulikuwa tumetarajia watakapokwenda kule, watakaporudi watakuwa na uwezo mkubwa zaidi kwa sababu hiyo. Lakini kwa sababu wakienda kule wanatengwa, ni kama tu hapo Tanzania, na wakati mwingine ukiona walioko Tanzania wanaweza kuwa bora zaidi hata kuliko wale ambao wameenda kusoma kule China. Kwa sababu gani? Hawajui lugha ya Kichina. Lakini ziko faida nyingi, muda hauwezi kutosha kueleza, lakini wewe mlete mwanao asome. Lakini na wewe pia mtu mzima unaweza ukasoma katika program tofauti za watu wazima. Karibuni sana. Sawa sawa, hizo ni baadhi ya faida ambazo mtoto wako atakwenda kuweza kuzipata endapo ameshakwisha kuweza kuwasili hapa El Shaddai Schools. Na hivi sasa mwaka mpya masomo 2026 usaili unaendelea kuanzia
elimu ya awali, lakini pia elimu ya msingi pamoja na elimu ya sekondari. Tunafanya interviews kila siku kasoro Jumapili kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Ewe mzazi, unasubiri nini? Fika kuweza kumleta mtoto wako aweze kupata elimu yenye hadhi ya kimataifa. Karibuni sana.